Jamii ya Watanzania na watu kutoka Jumuiya la Afrika Mashariki waliopo Marekani wameweza kutokea asubuhi ya leo na kuweza kufanya maandamano ya kuweza kudai kwamba ndugu zao walioweza kuuawa na wale walioweza kutekwa katika maandamano ya tarehe 27 na siku zilizoweza kufuata waweze kuachiliwa, na wale ambao waliweza kukumbana na kifo chao katika maandamano hayo waweze kurejeshwa katika familia zao kwa ajili ya kuweza kufanyiwa maziko. Msikilizaji, kituo hichi ni kipi? Hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia kwa faida ya kuweza kupata taarifa zetu punde zinapotokea, na pia kwa kuweza kuhakikisha kwamba tunazidi kukufahamisha na kuzidi kukusogeshia karibu story ambazo zinakuhusu na story ambazo zipo karibu na wewe ambazo zinaweza kuwa mpya na zile ambazo zimeweza kutokea. Kwa hivyo kama wewe ni mgeni ama katika kituo hichi kwa mara ya kwanza, hakikisha kwamba unazidi kupiga subscription. Na katika siku ya leo maelfu ya watu wameweza kutokea katika ubalozi wa nchi ya Tanzania iliyopo Ulaya na kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kupitisha ujumbe wa kuweza kusema kwamba Mama Samia Suluhu pamoja na serikali ya Tanzania iweze kuwaachilia huru wale ambao waliweza kutekwa katika shughuli za maandamano yaliyoweza kutokea tarehe 29 na siku chache zilizoweza kufuata, pamoja na wale ambao wameweza kukamatwa kutokana na video ama video za kimitandao na kuweza kuonekana katika mtandao wakiweza kuandika maneno yanayoweza kuikosoa serikali, pia wakaweza kukamatwa. Kwa hivyo jamaa hawa wameweza kupiga maandamano makali huku wakiweza kusema kwamba serikali iweze kuwaachilia wenzao walioweza kutekwa, lakini vile vile waweze kuiachia miili ya wale walioweza kuuawa ili iweze kuwafikia wapendwa wao ili waweze kupata maziko yanayoweza kuwafaa. Msikilizaji, itakumbukwa kwamba haya yote yanatokea huku tukiweza kuelekea katika siku ya Disemba 9 ambayo maandamano makubwa yanategemewa kufanyika nchini Tanzania ya D9, na kwa hivyo hili ni maandalizi tu, na kuna Watanzania wengi wanaweza kujiandaa katika shughuli hili, na kwa hivyo kila ambacho unastahili kufanya ni kuhakikisha kwamba unazidi kutufuatilia ili tuhakikishe kwamba tunazidi kukufahamisha wakati yanapotokea.